Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri ulimwenguni, lakini wakati huu tunalitazama jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Idara ya uhusiano wa umma ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC imetangaza kuangushwa kwa ndege isiyokuwa na rubani za kivita aina ya Hermes ya utawala wa Israel katika anga ya Tehran siku ya leo ya Jumanne. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, idadi ya jumla ya drone za adui zilizodondoshwa katika kipindi cha vita zikiwa katika anga ya Iran hadi sasa imefikia 132 tokea mwezi Februari 28 wakati Marekani na Israel zilipoanzisha vita vya kichokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo ilitekelezwa kwa mfumo mpya wa kisasa wa ulinzi wa anga wa IRGC uliokuwa ukifanya kazi chini ya usimamizi wa mtandao jumuishi wa ulinzi wa anga wa taifa hilo la Kiajemi la Iran. Juzi pia jeshi la Iran lilitangaza kuwa limedungua ndege ya kivita aina ya F-15 ya maadui wavamizi Marekani na utawala wa Israel kusini mwa nchi hiyo. Ripoti iliyotolewa na jeshi la Iran ilisema ndege ya kivita ya F-15 ilipigwa na kombora la ulinzi wa anga katika anga ya maeneo ya pwani kusini mwa Iran karibu na kisiwa cha Hormuz. Hiyo ni ndege ya 7 ya kivita ya muungano wa Marekani na Israel kudunguliwa na majeshi ya Iran katika vita vya sasa vya tawala zote mbili dhalimu na vamizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Siku chache zilizopita, ndege ya kivita kimkakati aina F-35 ya jeshi la Marekani ilipigwa kwa kombora na kuharibika vibaya ikiwa katika anga ya kati mwa Iran kwa lengo la kutekeleza mashambulizi. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika historia kwa lengo hilo, na ni ndege za kisasa kabisa kulengwa. Mradi wa kuunda ndege hiyo unakadiriwa kugharimu dola trilioni 2, na kwamba hii ni hasara kubwa ambayo inatokea kwa pande zote mbili, kwa maana ya upande wa Marekani pamoja na Israel. Lakini ndege hizi, kumbukwe, ni mali ya Marekani ambazo kwa kiasi kikubwa zimepelekwa nchini Israel kwa ajili ya mapambano, lakini kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikidunguliwa katika kipindi hiki cha vita. Ndege hiyo ya kisasa ilipigwa kwa mfumo mpya wa kisasa wa ulinzi wa anga wa kikosi cha anga cha IRGC katika anga ya Iran ya kati na kuharibiwa vibaya. Ndege hizo za adui ziliangushwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga, zimesababisha hasara kubwa ya mabilioni ya dola hadi sasa. Iran inaendeleza operesheni yake ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, ikifanya mashambulizi dhidi ya Marekani pamoja na Israel, na wakati huu inadaiwa kwamba mashambulizi bado yanaendelea. Iran inaendelea kuvurumisha makombora kuelekea Israel na maeneo mengine katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Kuwait, lakini pia Falme za Kiarabu pamoja na Bahrain pamoja na Iraq. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.